Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV na wa kipindi hiki muhimu cha mkate wa leo, karibu sana kwenye kipindi chetu tule na kunywa pamoja. Bado tunamwangalia Yesu jinsi anavyoiona dhambi. Leo tunamalizia kitabu cha Injili ya Marko. Kutoka hapo tutaingia Injili ya Luka kumwangalia Yesu jinsi anavyoiona dhambi. Injili ya Marko sura ya 12 mstari wake wa 11 wa 13 tutasoma mpaka wa 17. Wakatuma kwake baadhi ya Mafarisayo na Maherodi ili wamnase kwa maneno. Hata walipofika walimwambia, Mwalimu, twajua ya kuwa mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu, kwa maana hutazami sura za watu, lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Je, ni halali kumpa Kaisari kodi au sivyo? Tumpe tusimpe? Naye akijua unafiki wao akawaambia, mbona mnanijaribu? Nileteeni dinari niione. Wakaileta kwake. Akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Yesu akajibu akawaambia, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Wakamstaajabia sana. Amen. Pendwa wa kipindi hiki muhimu sana cha baraka, kipindi cha kujifunza na kujipatia maarifa ndani yake. Kipindi hiki ni kipindi kizuri sana kwako. Hapa tunakutana na kisa kimoja ambacho Yesu alikipangua kwa namna ya ajabu. Ilikuwa siku moja walimwendea wale wapinzani wake wakimjaribu. Wakamuuliza wakasema, hivi ni halali kulipa kodi ya Kaisari au la? Sasa Yesu akamwambia, hilo swali mbona zuri. Hebu nionyesheni hiyo sanamu, hiyo dinari ni nini, hiyo fedha, hebu nipeni niione. Yesu alitaka kuona nini ndani ya fedha. Kwenye fedha, hasa hizi koni, utakuta kumeandikwa jina la rais wa nchi hiyo ama mfalme wa nchi hiyo na kadhalika. Sasa akawauliza, je, hii pesa hii, sanamu iliyomo, yani ile picha ya rais au mfalme aliyomo, ni ya nani? Na anwani hii iliyoandikwa humu ni ya nani? Wakasema ya Kaisari. Yesu akasema, ya Kaisari apewe Kaisari, na ya Mungu apewe Mungu. Wakashangaa mno, wao walidhani kwamba labda Yesu atapinga watu wasilipe kodi, watu wasitoe ushuru. Lakini wakakuta Yesu akasema, kila jambo lifanyike. Upande wa serikali ufanyiwe kazi na upande wa Mungu ufanyiwe kazi. Jambo hili tunalikuta katika Injili ya Mathayo sura ya 17 mstari wa 27. Yesu mwenyewe akilipa kodi. Ilikuwa siku moja Yesu alikuwa ameenda mahali fulani. Akamuuliza Petro na wanafunzi wake akasema, jamani, hivi sisi tumekuja huku, sije tukadaiwa kodi na hela hatuna? Akamwambia Petro, nenda kule baharini, yule samaki atakaye inuka wa kwanza, hebu mchukue, panua mdomo wake, utakuta kuna pesa mle. Chukua hiyo shekeli ukalipe pamoja nami. Walikuwa analipa nusu shekeli. Sasa akaenda baharini kweli, akakuta yule samaki wa kwanza kabisa aliyempata, akamfungua kinywa, akakuta kuna hiyo shekeli, akachukua, akaenda kulipa kwa ajili yake na kwa ajili ya Yesu. Mtume Paulo katika waraka wake kwa Warumi sura ya 13 anasema, tiini kila mamlaka iliyoamriwa, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Hapa dhambi tunaionaje? Dhambi ni hivi. Wako watu ambao wanafikiri kwa kuwa mimi nimeshakuwa Mkristo,
kwa kuwa mimi nimeshakuwa Muislamu, kwa kuwa mimi nimeshakuwa Mhindu ama Mbudha ama wa dini nyingine yoyote, sasa hapaswi kulipa kodi. Si hivyo. Kodi inamhusu kila mtu. Kodi inamhusu kila mtu. Ushuru unamhusu kila mtu. Kama Yesu Kristo mwenyewe alilipa, wewe nani ukatae kulipa kodi? Itakuwa dhambi kwako usipolipa kodi. Itakuwa ni dhambi kwako utakuwa umemkosea Mungu. Utakuwa umemkosea Mungu usipolipa kodi ya nchi. Ukidharau mamlaka iliyopo, unamdharau Mungu aliyeileta mamlaka hiyo. Kwa hiyo itakuwa dhambi kwako kudharau mamlaka. Mamlaka imewekwa na Mungu, bila kujali mtawala ni dhalimu ama ni mwema, ametoka kwa Mungu. Kama unafikiri Natania, nenda kwa wauliza Waisraeli, walipewa mfalme Sauli. Mfalme Sauli aliwatesaje? Nenda kawaulize wa Misri, walipewa Farao. Wana wa Israeli wakiwa kule, mfalme Farao asiyemjua Yusufu aliwatesaje wa Israeli? Maana yake ni kwamba kila mamlaka, kila mfalme, kila mtawala amewekwa na Mungu kwa kusudi maalum. Usipotii, umtii Mungu. Usipoitii mamlaka iliyopo, bila kujali imeingiaje kwenye mamlaka iliyopo, usipotii, humtii Mungu aliyeiweka hiyo serikali. Kwa hiyo uwe mwangalifu sana katika maisha yako. Mtu yeyote kutokuiheshimu mamlaka iliyopo ni kutokumheshimu Mungu aliyeweka mamlaka. Kila mtawala aliyoko yuko kwa sababu fulani, yuko kwa kusudi fulani pale kwenye hicho kiti. Kwa hiyo Mungu hamweki mtu kwenye kiti tu kukikalia, anamweka ana kusudi. Kwa hiyo tafadhali heshimu kila mamlaka iliyowekwa na Mungu katika nchi yetu. Heshimu serikali na sheria zilizowekwa. Heshimu katiba ya nchi na kanuni zake zilizomo. Na kwa kufanya hivyo, Mungu atakupenda na kukubariki. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja. Naendelea kumtazama Yesu anavyoiona dhambi. Hapa anaona dhambi kwa watu ambao hawataki kulipa kodi, hawataki kutoa ushuru, hawataki kushirikiana na serikali yao. Tafadhali, tafadhali, tafadhali. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane wakati huo. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu ya MHAE TV, kwa kulike, comment na kusubscribe na kadhalika. Asanteni ninyi mnaoendelea kufanya hivi. Mungu awabariki sana. Nawe ungana nao kupata hizi baraka kwa kufanya hivi. Katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.